Wewe unajenga nyumba, alafu badala ya kuenjoy unawacha, unaondoka, unaenda kuishi msituni. Mimi siwezi kufanya hiyo kitu. Najua tumeongezeka, kina Oparanya wamekuja, wamekaribishwa, lakini hatutoki kwa sababu hii ni serikali yetu. Habari za wakati huu na karibu kwenye uchanganuzi wa kina wa kinachojiri katika ulingo wa siasa nchini Kenya. Upepo wa kisiasa ndani ya serikali ya Kenya Kwanza unaonekana kubadilisha mwelekeo kwa kasi. Hii ni baada ya naibu rais Kithure Kindiki kunyang'anywa jukumu muhimu la kuratibu shughuli za serikali katika wizara zote. Jukumu la uratibu wa serikali za majimbo na serikali kuu. Majukumu haya sasa yamekabidhiwa rasmi mkononi mwa Waziri Mkuu Musalia Mudavadi. Mabadiliko haya yamejiri kufuatia agizo la Rais William Ruto lililowasilishwa kupitia kwa mkuu wa utumishi wa umma Felix Kosgei. Hatua hii imezusha mjadala mzito na kufua utabiri wa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, aliyewahi kuonya kuwa naibu rais mpya angekumbana na dhiki zilizomfika kabla ya kuondolewa kwake mamlakani. Gachagua alidai kuwa Rais Ruto anamwekea vikwazo kimakusudi naibu rais Kindiki ili kumlazimisha ajiuzulu. Gachagua alirejelea kauli zake za awali akisema Kindiki awe mwangalifu kupanda ndege za serikali na chakula. Akiendelea kufunguka kuhusu hali hiyo, Gachagua alisema Kindiki ni mtoto wao na anaumia. Anajua anachopitia kwa sababu alipitia hayo. Alidai Ruto ndiye anayemtesa Kindiki na anawatuma wanasiasa kumshambulia ili akasiriki na kujiondoa. Kutokana na hali, Gachagua amewaagiza wafuasi wake kusitisha mashambulizi yote dhidi ya Kindiki, akimsihi arejee na kujiunga na chama cha DCP, akisisitiza kuwa Kindiki bado ni mtoto wao kutoka kwa ukanda wa Mlima Kenya. Moto wa kisiasa wa Kindiki unaonekana kuanza kufifia baada ya kupunguzwa kwa mamlaka yake. Kuhamishwa kwa majukumu hayo hadi kwa ofisi ya Musalia Mudavadi kuna tafsiriwa na wengi kama ushindi mwingine wa kisiasa kwa jamii ya Luhya. Hata hivyo, kuibuka kwa vichwa vya habari vinavyodai kuwa Ruto anakabiliwa na mtihani wa mgombea mwenza huku ODM ikidai nafasi ya naibu rais kumezua mijadala miwili tofauti. Wachanganuzi wa kisiasa wanaona hatua hii kama mbinu ya kimkakati ya kudhoofisha umoja wa kisiasa wa jamii ya Luhya unaojengwa nyuma ya Edwin Sifuna. Kwa upande mwingine, wakosoaji wanaona vichwa hivyo vya habari kama taswira ya kawaida ya siasa za muungano na wala si njama za siri. Inayowashangaza wengi ni kuwa miezi miwili iliyopita kiongozi wa chama cha ODM Oburu Odinga alitangaza hadharani kuwa chama hicho kingeunga mkono mchanganyiko wa Ruto na Kindiki kuelekea uchaguzi mkuu, jambo lililoonekana kuondoa uwezekano wa ODM kudai kiti cha naibu rais. Je, kuna kitu kilichobadilika tangu wakati huo, ama vichwa vya habari hivi karibuni ni mbinu tu za kutengeneza uelekeo mpya wa kisiasa nchini? Nini mtazamo wako kuhusu mabadiliko haya na hatima ya kisiasa ya Profesa Kithure Kindiki? Dondosha maoni yako hapo kwenye comment section, pia usisahau kulike na kusubscribe kwa maudhui zaidi. Hii ni Lixer Media, hadi wakati mwingine, kwaheri.